الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا ایک احسان اور بہت بڑا احسان. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala Ibn Aziz anasema kwamba kuna ihsani kubwa ya Mwenyezi Mungu ambaye ameweka umoja katika jumuiya, na ihsani hii ni kupatikana nidhamu ya uhalifa baada ya Sinam alayhi salatu wasalam. Tangu miaka 106 iliyopita ni shahidi juu ya jambo hili kwamba baada ya kufariki kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kama alivyoeleza katika kitabu chake kiitwacho Al-Wasiyat, wanajumuia kwa kutii nidhamu ya uhalifa, jumuiya ilikubali nidhamu hii. Kila mwanajumuiya anayeishi duniani, awe anahusika na taifa lolote au nchi yoyote, anaelewa vizuri jambo hili kwamba baada ya kuja kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, silsila ya nidhamu ya uhalifa iliyotabiriwa kujiunga na ile silsila ni jukumu lake muhimu sana. Huzur anasema sizungumzi wale watu ambao waliotawanyika walioacha nidhamu hii, na wao hawana uzito wowote, kwa sababu wanajumuiya, wingi wa wanajumuiya ni wale ambao wanaelewa cheo cha Sayyidina Ahmad alayhi wasallam ni nini, na hawa wanajumuiya wanaelewa vizuri kwamba kujiunga na uhalifa ni kitu chenye maana sana, na kwa sababu ya hii umoja unapatikana katika jumuiya, na kwa sababu ya hii maendeleo yanapatikana katika jumuiya, na kwa sababu ya nidhamu hii tunapata ushujaa na ujasiri wa kujibu shutuma za maadui na wapinzani, kwa sababu msaada wa Mwenyezi Mungu sawa na ahadi za Mwenyezi Mungu inapatikana katika nidhamu ya uhalifa katika zama hii ya kuisha Islam mara ya tena. Lakini inatakiwa ikumbukwe jambo hili pia kwamba kutangaza imani kwa ulimi haimrithi mtu kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, bali katika aya istikhlaf ambapo Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba uhalifa utapatikana ndani ya waaminio, na amewabashiria kwamba atabadilisha hofu yao katika amani, na wale watakao jiunga na uhalifa Mwenyezi Mungu atawapatia utulivu wa moyo. Pale pale Mwenyezi Mungu amesema kwamba watakuwa warithi wa neema hizi wale ambao wanaozingatia ibada zao na maombi yao, na kwa ajili ya jambo hili wanajitolea sana, kwa sababu wanataka kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu duniani. Wanaosema la ilaha illallah labda watakuwa wengi sana duniani, lakini wanaosema la ilaha illallah kwa moyo ni wale ambao katika kila hali wanamwelekea na wanamtegemea Mwenyezi Mungu, na hawategemei miungu mingine min ghairi ya Mwenyezi Mungu. Basi kila siku ya uhalifa tunayosherekea, siku ile inatukumbusha kuhusu maombi yetu na kuhusu ibada zetu, na inatakiwa tukumbushe kwamba tubaki juu ya umoja wa Mwenyezi Mungu
na tusambaze mafundisho ya umoja wa Mwenyezi Mungu. ताल्लुक में पहले से बुलंद Pengine ikiwa hali hii haipatikani, जलसे तकरीरें इल्मी बातें ikiwa hali yetu na imani yetu haimariki kuliko zamani, katika hali hii kufanya mikutano na kutoa hutuba na kusherekea na kushangilia haileti maana yoyote. Basi kuna haja ya kuelewa vizuri maana hii na roho hii, की तरफ हमारी नजर होगी। tukizingatia maombi. Ikiwa kila mmoja wetu इसका अल्लाह ताला ने atajaribu kuelewa maana ya umoja wa Mwenyezi Mungu ni nini, katika hali hii kila mmoja wetu atakuwa mrithi wa fadhila zile kwazo Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Katika Ijumaa iliyopita nilieleza kwamba katika shida na matatizo ya kila aina tunatakiwa tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu na tumwelekee yeye. Hatutegemei maandamano ya dunia kwa kujiunga na uhalifa आने वालों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, दुआओं और इबादतों की na wale wanakuja katika hali ya amani. मुकम्मल Hawa watu wamekumbushwa kuhusu ibada na maombi, na hii ndiyo ni silaha yetu ya और आर्जी हथियारों की uhakika, na sisi tunaweza kutegemea silaha hii. Kwa kuacha silaha ya maombi, tukianza kuangalia silaha ndogo ndogo, katika hali hii hatuwezi kupata ufaulu, wala hakuna yeyote aliyepata ufaulu kwa kutegemea silaha ndogo ndogo. दुआओं के जरिए से मिलती नजर आती है। Katika historia ya manabii काम की तारीख देखें, tunaona kwamba walipata सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mafanikio kwa sababu ya maombi, hususan tukiangalia historia ya manabii na historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakati wa mahalifa walipatikana baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipata ufaulu si kwa sababu ya nguvu ya dunia, bali walipata ufaulu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, na walipata ushindi kwa ahadi za Mwenyezi Mungu. Lakini inatakiwa ikumbukwe kwamba kwa kuwa na ahadi hizi kwa ajili ya kupata ushindi ule, walilazimika kutoa nafsi zao na walilazimika kuboresha ibada zao. Huzur anasema kwamba hapa nieleze jambo hili kwamba katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilizungumza kuhusu mwanajumuiya ambaye aliniandikia kuhusu rafiki yake Shia kwamba sisi hatuwajibi vizuri maadui, na nilisema kwamba inaonekana kwamba huyu mwanajumuiya pia ana fikira ya aina hii kwamba tunatakiwa sisi tutegemee juhudi ya dunia. Yule mwanajumuiya ameniandikia, mimi sikutaja jina lake, lakini ameniandikia barua kwamba niliandika kuhusu ndugu yangu ambaye ni Shia, lakini mimi mwenyewe sina fikira za aina hii. Lakini kwa sababu napokea barua za aina hii kutoka maeneo mbalimbali, kwa kusoma barua ile inaonekana kwamba watu wengine wana fikira za aina hii. Kwa hiyo tunatakiwa tukumbuke kwamba neema za Mwenyezi Mungu zinapatikana kwa maombi. Mwenyezi Mungu kwa kutukumbusha kuhusu hii anasema kwamba fasalli li rabbika wanhar, ये इबादत और कुर्बानियां जो हैं, basi usali kwa Mola wako na utoe dhabihu kwa ajili yake. Kisha ibada hii na kujitolea kwetu इंसानी फितरत है itatufanya और इसके tupate fadhila za Mwenyezi Mungu. लंबे अरसे की परेशानियां और तंगियां Hakuna shaka ndani yake kwamba ni maumbile ya binadamu, na sawa na maumbile haya majaribio na imtihani inayopatikana kwa muda mrefu. Kwa sababu ya imtihani ile mtu anakosa utulivu, kama nilieleza katika hutuba yangu ya Ijumaa iliyopita
katika hali hii manabii na waaminio pia wanasema mataa nasrullah, चैन होकर उनके दिल से yani msaada wa mwenyezi mungu utakuja lini. Na wao wanasema maneno haya, मायूसी की वजह से नहीं, बल्कि na sauti hii inatoka kutoka kwa mioyo yao. दिल को हासिल करने के Wanasema maneno haya si kwa sababu ya kukata tamaa, bali kwa ajili ya kupata rehema ya mwenyezi mungu na kwa ajili ya kupata fadhila zake. Wanasema maneno haya अपनी इंतहा तक पहुंचाते हुए na kwa kujipatia katika mapaja ya mwenyezi mungu na kwa kufanya maombi खुदा ताला की na kwa kujitolea, ला इन्ना नस्र wanasema maneno haya, सुनो ndipo खुदा ताला की sauti inakuja kutoka kwa mwenyezi mungu pia, ala inna nasrallahi karib, sikilizeni, bila shaka msaada wa mwenyezi mungu upo karibu sana. आपने अल्लाह ताला की Mwenyezi mungu alimwambia sayyidina alayhi salatu wassalam pia katika करमलन wakati mbalimbali aliona msaada wa mwenyezi mungu ulifika karibu, मुख्तलिफ वक्तों में ये नज़ारे देखते na alishuhudia katika maisha yake. Yeye alishuhudia, bila shaka sisi pia tumeshuhudia msaada huu wa mwenyezi mungu katika maisha yetu, na tunaendelea kuona msaada huu, na inshallah siku za usoni tutaendelea kuona msaada huu wa mwenyezi mungu. अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत की फतह का Kisha inshallah taala आखिरी अजीम शान नज़ारा भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। msaada wa mwenyezi mungu utapatikana katika hali ya ushindi. अभी नजर से देखें तो बज़ाहिर Mdui amembuni njama mbaya sana. Tukiona kwa jicho la dunia, तो पाकिस्तान में kwa kidhahiri inaonekana kwamba hali ni mbaya sana, लेकिन अल्लाह ताला hasusan katika nchi za Islam na katika Pakistan hasusan. Lakini दुश्मन के mwenyezi mungu ambaye ana uwezo juu ya kila kitu, yeye ni khairul makirin, और इंशाअल्लाह ताला इन सब के anaangamiza njama zote za maadui, लेकिन हमें दुआओं na insha allahu taala बहुत ज्यादा तो njama zao zitakuwa juu yao. अपनी परेशानियों Lakini tunatakiwa tuzingatie sana maombi na istighfar kwa ajili ya kuondoa matatizo yetu, na vile vile ushindi utakaokuja kutoka kwa mwenyezi mungu. Kwa ajili ya kulinda ushindi huu pia tunatakiwa tufanye maombi. Ndiyo maana mwenyezi mungu amesema, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर yani mtukuze mwenyezi mungu na vile vile ufanye tasbihi yake na umuombe istighfar kutoka kwake. अपनी इन दुआओं को इंतहा तक पहुंचाने की Basi kuna haja kila mmoja wetu aelewe madhumuni hii vizuri, na kuna haja ya kufanya maombi sana, बहुत हद तक na maombi yafike katika hali yake ya juu sana. हकीकत को समझ Nimewahi kukumbusha kuhusu hii kwamba tunaelewa vizuri madhumuni ya kujitolea, lakini kuna haja ya kuelewa uhakika wa maombi. तो दुआओं Ikiwa sisi tunataka दारों को बुलंद करने की बहुत ज्यादा kupata matunda ya kujitolea kwetu अपने अंदर katika hali hii, हालत पैदा tunatakiwa tuboreshe maombi yetu na hali ya maombi yetu. अल्लाह ताला फरमाता है Kuna haja ya kupata hali ndani yetu ambayo mwenyezi mungu anatutaka. Mwenyezi mungu anasema, amma yujibu lmustarra iza daahu wa yakshifu sua wa yaj'alukum khulafa al-arzi a ilahu ma allahi कि नीज बताओ qalilan ma tazakkarun. जब वो उसे
au ni nani anayemjibu aliyedhikika amwombapo na kuondoa dhiki वारिस बना देगा। na kuwafanyeni waandamizi duniani? नसीहत हासिल नहीं करते। Je, yuko mungu pamoja na mwenyezi mungu? इस्लाम ni kidogo mnayoyakumbuka. खुदा ताला बड़ा बेनियाज है। जब तक कसरत से और बार बार sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kuhusu hii kwamba kumbukeni परवाह नहीं, mwenyezi mungu hana haja ya mtu yeyote. किसी की बीवी या बच्चा बीमार हो, ikiwa sisi hatufanyi maombi kwa wingi, mungu pia hajali kuhusu sisi. angalieni, ikiwa mke wa mtu fulani na mtoto anaumwa au mtu anapata kesi dhidi yake, ची तड़प और हालत इस्तराब kwa ajili ya mambo yake haya yote anakosa utulivu, basi katika कबूलियत maombi pia, ikiwa hali hii ya istirar haipatikani, basi maombi yake hayaleti faida yoyote. kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi, istirab ni muhimu, kama mwenyezi mungu amesema, amman yujibu lmustarra idha daahu wa yakshifu sua. बढ़कर तवज्जो देने की जरूरत है। इस्तराब पैदा करने की जरूरत basi है। अल्लाह ताला के रहम को tunatakiwa tuzingatie ibada zetu, maombi yetu zaidi kuliko zamani, na tunatakiwa tupate hali ya istirab katika maombi yetu, na kuna haja ya kuamsha rehema ya mwenyezi mungu. huzur anasema, sasa hivi nataka kukumbusha kuhusu maombi kadhaa. सालिस ने बताई थी, जो बात wakati wa karne ya jumuiya, halifa watatu alikumbusha kuhusu maombi haya, na mimi pia wakati wa karne ya uhalifa nilikumbusha kuhusu maombi haya. सब बनाना चाहिए। hatutakiwi tusahau maombi haya au tupunguze kusoma maombi haya, bali tunatakiwa maombi haya yawe sehemu ya maisha yetu. तभी हम kisha swala zetu na ibada zetu pia zinatakiwa ziboreshwe na ziswaliwe kwa kuzingatia haki zao, ndipo tunaweza kutimiza haki ya ibada zetu. maombi haya yanatolewa katika MTA mara kwa mara, lakini kwa ajili ya kukumbusha na naeleza tena maombi haya. kwanza kabisa ni sura al-Fatiha, ya pili ni kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tunasali katika sala. unatakiwa musome sana durud hii. vile vile dua aliyofunuliwa sayyidina alayhi salatu wassalam ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin. inatakiwa mufanye dua hii mara kwa mara. katika hadithi inapatikana kwamba वसल्लम ने फरमाया, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba kuna maneno mawili ambayo ni rahisi kutamka, lakini katika mizani ya Mwenyezi Mungu ni nzito sana, na Mungu anapenda sana maneno haya, na maneno haya ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. ये दुआ बहुत जरूरी है। amesema kwamba maneno haya yanapendwa na Mwenyezi Mungu. basi kwa ajili ya kuamsha rehema ya Mwenyezi Mungu, dua hii ni muhimu sana. जब भी पढ़नी चाहिए कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना kisha ilikuwa dua hii pia inatakiwa tufanye, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. कि तू हमें हिदायत दे चुका है। yani mola wetu usipotoshe mioyo yetu baada ya kutuongoza, na utupe rehema kutoka kwako, hakika wewe ndiwe mpaji mkuu. वफात के बाद ख्वाब देखी थी और आपने hadha nawab mubaraka begam sahiba radhiyallahu ta'ala anha, baada ya kufariki kwa sinama alayhi salatu wassalam, aliota, उस खलीफा अव्वल को जब na katika ndoto sinama alayhi salam खलीफा अव्वल ने फरमाया alimsihi kwamba anatakiwa asome dua hii sana. nawab mubaraka begam sahiba alipomwelezea ndoto yake halifa wa kwanza akasema kwamba mimi sitaacha kusoma dua hii katika maisha yangu, nitasoma sana dua hii. Na alisema hii pia kwamba katika dua hii Mwenyezi Mungu ametufundisha dua ya kuimarisha imani yetu. vile vile dua hii ni muhimu sana ya kujenga uhusiano na uhalifa. kisha ilikuwa
dua ingine pia inatakiwa isome sana, rabbana afrika alaina sabran wathabbit aqdamana wansurna ala alqaumi alkafirin. काफिर कौम के खिलाफ yani e mola wetu tumiminie subira na utuimarishe miguu yetu na utusaidie juu ya watu makafiri. kisha kuna dua hii, allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. कौम की तरफ से कोई खतरा महसूस फरमाते थे katika riwaya moja inapatikana hivi kwamba mtume saa salam alipokuwa akihisi hatari kutoka kwa kaumu yoyote alikuwa akifanya dua hii, allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. e mola wetu tuna kuweka katika vifua vyao na tunaomba kinga chako dhidi ya shari zao. tafsiri ya allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim kwamba e mola wetu tuna kuweka katika vifua vyao haieleweki vizuri, yani maana yake ni nini. नहर कहते हैं सीने के ऊपर के हिस्से को nahar, या labda nikieleza maana ya nahar ni nini mtaelewa maana ya dua hii ni nini. nahar ni sehemu ya juu ya kifua यानी ये इसका मतलब बने katikati ya shingo na kifua, sehemu inaitwa nahar. इन पर maana yake itakuwa hii kwamba e mola wetu इनकी जिंदगी का सिलसिला मुनक़ते हो जाए और हम इनकी शरारतों से बच जाएं। wewe uwashambulie hawa तो वही है mashambulio ya aina hii kwamba uhai wao ukatike na sisi tusalimike katika shari zao. ताकत तोड़ने वाला है। wewe ndiwe इनका खात्मा कर और हमें इनके शर से अपनी गुनाह unayeweza kuvunja uwezo na nguvu ya na kibri ya hawa wenye shari, basi utupatie kinga chako katika shari ya hawa wenye shari. kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba mnatakiwa mfanye istighfar sana, yani astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. ni dua hii pia mnatakiwa mfanye vile vile. hivi karibuni kwa kutegemea ndoto moja nilisema kwamba rabbi kullu shay'in khadimuka rabbi fafadhni wansurni warhamni. mnatakiwa musome dua hii sana, kisha pamoja na maombi mengine mnatakiwa mufanye dua hii pia sana. nilieleza katika hutuba yangu ya Jumaa iliyopita, rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wathabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. हमारे अमाल में हमारी ज्यादतियां हमें e mola wetu और हमारे tusamehe dhambi zetu और काफिर लोगों के खिलाफ na makosa tuliyofanya katika vitendo vyetu tusamehe, na uimarishe miguu yetu इसके अलावा na utusaidie juu ya watu makafiri. इस्लाम की एक इल्हामी दुआ है, इसे पढ़ने की बहुत जरूरत है। pamoja na haya maombi kuna dua ya sayyidina alayhi salatu wasalam iliyofunuliwa. inatakiwa museme dua hii kwa sababu mdui amefika katika mipaka yake, yani ameruka mipaka yote. sayyidina alayhi salam anasema kwamba kwa ajili ya jumuiya yangu na kwa ajili ya kadhiani ilikuwa anafanya dua, nikafunuliwa kwamba zindagi ke fashion se dur ja pade. kisha fasahikum tashika, yani uwasage kabisa hawa maadui. kisha moyoni mwangu ilikuja wazo kwamba kwa nini nimefundishwa dua hii, na katika hali nikaona dua moja iliyoandikwa katika baitu dua, na dua ilikuwa hii: ya rabbi fasma duai wa mazik aadaika wa aadai wa anjiz wa'daka wa ansur abdaka wa arina ayyamaka wa shahir lana usamaka wa la tazar min alkafirina sharira. दुश्मनों और मेरे दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े yani mola wangu upokee maombi yangu और अपने बंदे की मदद फरमा और हमें na uwasage na uangamize maadui wangu na maadui zako, na utimize ahadi zako, na umsaidie mtumishi wako, na utuonyeshe siku zako, na ushike upanga kwa ajili yetu, na usimwache mwenye shari hata moja.
huzur anasema haya ni maombi yanatakiwa yafanywe sana. huzur anasema baada ya hayo leo nataka kueleza kuhusu rafiki yetu ambaye alikuwa na sifa chungu mzima na alikuwa mtu wa kuwafaidi watu wengine, ambaye jina lake alikuwa Dr. Mehdi Ali, ambaye ni mtoto wa Farzand Ali Saheb, ambaye tarehe 26 wa Mai ameuawa katika Rabwa. Tukio la kuuawa kwake ni kwamba watu wawili walikuja na pikipiki asubuhi saa 11 wakati alikuwa anaenda Bashti Makbura kwa ajili ya kufanya maombi. Kule karibu na makaburi alipigwa risasi, na kwa sababu ya kupigwa risasi aliuawa. Dr. Mehdi Ali Saheb ambaye alikuwa daktari wa moyo pamoja na mke wake na watoto wake, siku mbili kabla ya kuuawa kwake alikuja Tahir Institute kwa ajili ya kujitolea, na Dr. Saheb alikuwa naishi katika hospitali. Tarehe 26 ya Mai baada ya alfajiri, pamoja na mke wake alipokuwa anaenda Bashti Makbura, alipofika karibu na makaburi, watu wawili walikuja na pikipiki ambao wakampiga risasi Dr. Saheb, na baada ya kumpiga risasi walikimbia katika barabara ya Sargoda. Alipigwa risasi 11 na kwa sababu ya hii alifariki. Dr. Saheb inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Familia ya Dr. Saheb ni mwenyeji wa Goko Al Faisalabad. Katika familia yao jumuiya iliingia kwa kupitia baba yake Farzand Ali Saheb, ambaye katika ujana wake alifanya bayat kwa mkono wa halifa wa pili. Baada ya bayat ya Chaudhry Saheb, ndugu yake mmoja bana Aladita Saheb pia akajiunga na jumuiya, na baadaye familia hii ilihamia Rabwa. Babu yake Dr. Saheb shahid pande wa mama Master Ziauddin Saheb alikuwa shahid wa wenyeji wa Rabwa, ambaye mwaka 1974 katika station ya Sargoda aliuawa. Wakati ule alikuwa rais wa Mohalla Darul Barakat, na vile vile alikuwa mwalimu katika Talimul Islam College. Dr. Saheb alizaliwa mwaka 1963. Siku ya kuzaliwa kwake Bashir Ahmad Saheb Kamrul Anbiya alifariki, ndio maana baba yake aliweka jina Kamar pamoja na jina lake. Kisha babu yake upande wa mama aliongeza Bashiruddin pia pamoja na jina lake. Kwa hiyo Dr. Saheb jina lake kamili kwa Mehdi Ali Bashiruddin Kamar, na jina lake hili lilikuwa linaandikwa kila sehemu. Dr. Saheb alipata masomo ya msingi kutoka Rabwa. Alikuwa mwanafunzi mzuri sana. Kisha katika Punjab Medical College alipata mafundisho ya utibabu. Kule wakati alipokuwa mwanafunzi, watu walimpinga sana na walichoma vitabu vyake na vifaa vyake kwa sababu ya alikuwa mwanajumuiya, na kwa sababu hii alirudi Rabwa. Baadaye hali iliporekebika kidogo, akaanza tena masomo yake kule. Alishinda imtihani ya MBBS tangu 1989 mpaka 1991, yani miaka miwili. Alitoa huduma zake katika hospitali ya Fazli Umar Rabwa. Baadaye pamoja na familia yake alihamia Canada. Kule baada ya kushinda mtihani kule alifanya house job. Kisha baadaye alihamia New York. Kule alifanya specialization katika cardiology. Baada ya kumaliza masomo yake katika Columbus, alianza kazi yake Marekani, na kule alianza kuishi. Baada ya Tahir Heart Institution ilipowasihi madaktari watoe wakfu maisha yao, alikuwa akija na aliwahi kuja mara mbili kabla ya safari hii,
na sasa hii alikuja mara ya 3. शख्सियत के मालिक थे. alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Dr. Saheb alikuwa mpole sana na alikuwa mwenye hulka sana. alikuwa akiwahurumia watu wote. alikuwa akishiriki katika huzuni za watu wengine na hakupigana na mtu yeyote katika maisha yake. mke wa Dr. Saheb akasema kwamba Dr. Saheb alikuwa akizungumza nami kwa upole sana na alikuwa akisitiri makosa yangu na hakunipatia shida yoyote. alikuwa baba mpole sana. alikuwa akizingatia sana malezi ya watoto wake. alikuwa mnyenyekevu sana. anasema kwa nilipokuwa nikipata hasira alikuwa akisema kwamba hasira si nzuri, na alikuwa mnyenyekevu sana na alikuwa akiwazingatia sana mahitaji ya jamaa zake. mama wa mke wake anasema nilikaa naye miaka 5 huko Marekani, lakini hakuzungumza nami kwa sauti ya juu. alikuwa akiniheshimu kama ni mama mzazi, na alikuwa na sifa ya kuwapatia karamu wageni. katika mikutano ya jumuiya alikuwa akichukua wageni wa jumuiya, na alikuwa akichukua wageni kutoka uwanja wa ndege na alikuwa akiwapeleka kule, na alikuwa akisaidia maskini na mayatima sana. Shahid marehemu pamoja na kazi yake alikuwa mwenye elimu sana na alikuwa mshairi mzuri. kitabu chake Barge Khayal kipo katika hatua ya kuchapishwa. vile vile alikuwa akiandika maandishi vizuri, yani calligraphy. alikuwa akipenda sana uhalifa, na katika kila amri ya halifa alikuwa akitii, na alikuwa akitoa michango yake sana. katika ujenzi wa msikiti wa Columbus alitoa mchango mkubwa sana, na alifanya kazi ya mapambo yake pia. vile vile kwa ajili ya msikiti wa Darur Rahmat pia alitoa mchango mkubwa sana. kwa ajili ya Tahir Institute pia alikuwa akitoa michango mara kwa mara. alikuwa akipenda sana mahubiri na alikuwa na elimu sana ya dini. katika YouTube alikuwa akitoa majibu ya shutuma za maadui na mapinzani. ameacha mke Wajiha Mahdi na watoto wa kiume 3, Azizam Abdullah Ali, Hashim Ali miaka 7 na mwana Ashar Ali mwili wake ni miaka 3, na huyu mtogo alikuwa pamoja naye wakati alipopigwa risasi. Huzuri anasema alisema kuhusu shairi yake, naeleza kidogo mfano wa shairi yake. alisema shairi hili tarehe 28 March 2014. Hazur anasema shairi ya bana Dr. Saheb katika lugha ya Kiurdu. kisha kuna shairi yake ingine. Hazur anasoma shairi yake ile pia katika ambayo ni katika lugha ya Kiurdu. vile vile aliandika shairi lake moja katika jina la Nure Istighfar. katika shairi ile anaandika. Hazur hapa pia anasoma mashairi ya Dr. Saheb ambayo ni katika lugha ya Kiurdu. Hadi Ali Saheb ambaye ni mbashiri wetu aliwahi kuishi hapa Uingereza pia kwa muda mrefu. Dr. Saheb alikuwa ndugu yake na mdogo wake, na kama Hadi Saheb alikuwa akifanya calligraphy, vile vile Dr. Saheb pia alikuwa na shauku ya calligraphy. Hadi Ali Saheb anasema kwamba ndugu yetu alikuwa mtu mzuri sana. kuaga kwake ni huzuni kubwa sana kwa ajili yetu, lakini sisi wana familia ni radhi juu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. katika email ya Madhili Shahid maneno ya aina hii alikuwa yakiandikwa, kulu linasi husna. dada yake anasema kwamba kutoka watoto wake Dr. Saheb alikuwa na tabia ya kufikiria sana mambo ya elimu, na alikuwa akiswali swala kwa shauku sana, na alikuwa akitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. asubuhi kabla sala alfajiri alikuwa akiwaamsha watu kwa ajili ya swala. toka watoto wake alikuwa
alikuwa akisoma vitabu sana. अक्सर बुजुर्ग जिनके मोहल्ले में रहते थे उनसे इस्तिफादा भी अगर उनके पास जाया करते थे और अब्दुल लतीफ साहब wazee walikuwa wakiishi katika mtaa wake. Dr. Saheb alikuwa akipata faida kutoka kwao, kama Abdul Latif Bhagalpuri Saheb na vile vile Sufi Bishartur Rahman Saheb. Hawa ni wazee, vile vile Maulana Abdul Taha Saheb. Hawa ni wazee ambao Dr. Saheb alipata faida kutoka kwao. Alikuwa akipenda sana Rabwa, hata alitoa uhai wake pia katika ardhi ya Rabwa. Kwa hamu ya wazazi alipata degree ya doctor na alikuwa daktari wa hali ya juu, alikuwa daktari bingwa. Alikuwa hapotezi wakati wake, alikuwa akitafuta elimu kila wakati na aliwapatia malezi mazuri watoto wake. Ingawa alikuwa na shughuli sana, lakini alikuwa akitoa wakati kwa ajili ya watoto wake. Hapa watu wanasema kwamba hawana wakati, na alikuwa akiwasamehe wengine, na alikuwa akikubali kila shida kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Rafiki yake moja Dr. Mahmud anasema kwamba sisi tulikuwa tukiishi katika chumba kimoja wakati tulipokuwa college. Nilimshuhudia kwamba alikuwa akiswali sala na alikuwa akifunga saumu. Alikuwa mkubwa kuliko mimi, alikuwa akiangalia kazi yangu vizuri na alikuwa akitoa huduma kwa ajili ya wanadamu. Katika Rabwa blood bank pia ilianzishwa na Dr. Madil Saheb, Dr. Sultan Saheb na Dr. Mahmud Saheb, lakini katika blood bank alitoa mchango mkubwa Dr. Madil Saheb, na sasa blood bank inapatia facility nzuri kwa ajili ya watu ambao wanahitaji damu. Dr. Nasim Rahmatullah Saheb anaandika kwamba shahid marehemu alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu, alikuwa akifanya tabasamu kila wakati. Zura anasema hivi karibuni alikuja na hapa na alikutana nami, na tangu nimepata taarifa ya kuwa kwake na nakumbuka uso wako wenye tabasamu. Utulivu ulikuwa unapatikana juu ya uso wake hata baada ya kuuawa kwake. Wale waliomuona kwamba kifua chake kilikuwa kimejaa na damu, lakini ilionekana kwamba amelala kwa utulivu sana, yani utulivu ulipatikana katika uso wake. Abdussalam Malak Saheb ambaye ni rais wa Columbus Jamaat anasema Dr. Mahdi Ali Saheb alikuja katika jumuiya yetu miaka 10 iliyopita, na tangu mwanzo alikuwa member wa majlisi ya amla ya jumuiya yetu. Alikuwa akitii nidhamu ya jumuiya na alikuwa akubali kila amri kwa furaha, na alikuwa hasemi kwamba kazi haiwezi kufanyika. Wakati wote alipopewa jukumu daima alitimiza jukumu lake vizuri. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Huzuri sana nilipoenda kule mwaka 2012 Columbus kwa ajili ya kutembelea jumuiya kule, usiku mzima alikesha na alifanya kazi ya mapambo ya msikiti na alibandika mabango mengi, na ndugu yake Hadisa pia alikuwa pamoja naye. Usiku mzima baada ya kufanya kazi msikitini, asubuhi alienda hospitalini kwa ajili ya kufanya kazi yake, na matumizi yote yalifanyika juu ya mapambo ya msikiti alitoa kutoka kwa mfuko wake, hakudai kutoka kwa jumuiya. Alipokuwa akifanya kazi msikitini, hakuna aliyeweza kujua kwamba yeye ni daktari mkubwa, ni mbingwa, bali kwa unyenyekevu alikuwa akitoa huduma zake, alikuwa akitoa michango yake. Kila wakati alikuwa katika mstari wa kwanza katika kutoa michango. Anasema nilipata bahati ya kufanya kazi na Dr. Saheb, huyu rafiki yake pia ni daktari. Baadhi wakati ilitokea kwamba kwa kuona ufaulu wake watu walikuwa wakiweka vizuizi katika njia yake, lakini alikuwa akisubiri sana, na sikumuona katika hasira. Kila wakati nilimuona akifanya tabasamu, na alikuwa akisema kwamba tuna haja gani ya kuwa na wasiwasi, maombi ya halifa wa zama hii yupo pamoja nasi.
huzuri anasema alikuja hapa pia, alikaa siku chache na alikuwa na furaha sana. Baada ya kutoka hapa aliwaambia marafiki zake kwamba amekuja hapa, na aliwaelezea kuhusu mulakati yake, kuhusu meeting na kikao chake. एक लिखने वाले लिखते हैं कि आपकी ईमेल पर यह भी लिखा होता था कि अपने अंदर वो तब्दीली पैदा करो जो तुम दूसरों में देखना चाहते हो. Mtu mmoja ameandika kwamba katika email yake ilikuwa ikiandikwa hii pia kwamba mulete mabadiliko ndani yenu ambayo mnataka kuona katika wengine, na mwenyewe alikuwa mfano wake mwema ya hali hii. Dr. Nuri Sahib ambaye ni daktari wetu katika Tahir Institute anasema kwamba Dr. Sahib alikuwa mpendwa sana katika wagonjwa. Watu maskini walikuwa wakimjia kwa ajili ya matibabu, na kwa makini alikuwa akiangalia wagonjwa wote, na alikuwa mnyenyekevu. Alikuwa akiwa mawazi ya kawaida kiasi hiki kwamba ilikuwa si rahisi kutambua kwamba mgonjwa ni nani na daktari ni nani. Alikuwa akitoa huduma zake kwa ajili ya Tahir Institute. Alikuwa akija kutoa huduma zake katika hospitali hii bila malipo yoyote. Alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu na alikuwa mwenye akili sana. Pamoja na elimu ya Qurani tukufu na vitabu sinama la Islam, alikuwa akifanya shairi pia, na vile vile alikuwa akifanya calligraphy. Mubarak Siddiqui Sahib mwenyeji hapa pia alikuwa class fellow yake. Anasema kwamba toka watoto wake alikuwa mwenye sifa za waaminio. Alikuwa mtumishi wa jumuiya na alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuwa na elimu sana na vile vile mtajiri kuliko sisi, lakini alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu. Anasema tulipokuwa shuleni nilikuwa sina vitabu vya shule. Alikuwa akisema kwamba nusu siku nimesoma mimi kitabu, nusu siku usome wewe. Hata baadhi wakati siku ya mtihani alikuwa akinipatia kitabu na alikuwa akisema kwamba usome wewe. Lakini kwa kuna hali hii alikuwa akishika nafasi ya kwanza katika shule. Anasema hivi karibuni alipokuja London nikamwambia kwamba wewe umekuwa mbingwa wa Marekani, twende tukaende hoteli kubwa. Akasema kama mimi ni mtu yule mwenye nyenyekevu, twende katika hoteli ya kawaida tukala pale badala ya kwenda hoteli kubwa. Hakusema maneno mabaya hata mara moja, na alikuwa na gara sana ya nidhamu ya jumuiya, na hakuna yeyote alikuwa na ujasiri wa kusema kinyume na heshima ya kiongozi wa jumuiya. Alikuwa mwanajumuiya mwenye mfano mzuri. Alikuwa akisaidia maskini bila kumwambia mtu yeyote mwingine. Kuna rafiki yake mmoja anasema kwamba sauti yake ilikuwa nzuri sana. Katika mashindano ya usomaji Qur'an tukufu na shairi alikuwa akishiriki na alikuwa akipata nafasi nzuri. Alikuwa akisoma shairi ya alifa wa pili. Bado nakumbuka alikuwa akisoma shairi ya alifa wa pili. Haya Hazur anasema mashairi ya halifa wa pili ambayo ni katika lugha ya Kiurdu. Kisha Dr. Sultan Mubashir Sahib anaandika kwamba alikuwa akiwaangalia sana maskini. Alipokuja mwaka jana akafungua akaunti na akaniambia kwamba nimeingiza hela katika akaunti hii, wasaidie watu maskini kutoka katika akaunti hii. Siku moja nilipokea simu kwamba kuna mtumishi wa jumuiya mstaafu, yeye anahitaji fedha kwa sababu anajenga nyumba, umpatie rupia 100,000. Vile vile akasema kwamba mwanafunzi yeyote anataka kusoma katika shule ya medical nitalipa malipo yake yote, yani malipo ya masomo yake. Kuna rafiki yake mwingine Hafiz Abdul Qudus Sahib anasema Dr. Sahib alikuwa katika hospitali ya Fazil Umar. Siku moja alikuja nyumbani kwangu
na akasema kwamba kuna mgonjwa mmoja ambaye hana familia, nimempatia damu na anahitaji damu zaidi, wewe tafadhali umpatie damu huyu mgonjwa. Kwa ajili ya Tahir Heart Institute alikuwa akituma vifaa kama stunt na vifaa vingine, na alikuwa akisema kwamba nina fahari kwamba mimi natoa huduma kwa ajili ya hospitali, na alikuwa akitaka kwamba ajenge nyumba katika Rabwa ili asikae katika nyumba ya jumuiya na asiwe mzigo juu ya jumuiya. Aliwapatia malezi vizuri watoto wake, na alikuwa akizingatia mwenyewe malezi ya watoto wake huko Marekani. एक इनके दोस्त कहते हैं कि हमारा बड़ा प्यारा भाइयों जैसा ताल्लुक था, इस साल हफ्ता की रात को रबा पहुंचे तो फौरन Rafiki yake mwingine anasema kwamba tulikuwa kama ndugu wawili. Siku ya Jumamosi alipofika Rabwa, ilikuwa usiku, nikamwambia upumzike, lakini akasema hapana, uje sasa hivi. Nilikutana naye vizuri na akanipatia zawadi ya stethoscope alileta kwa ajili yangu. Kisha akaniuliza kuhusu sala, kwamba kibla ni upande gani. Usiku nilikutana naye saa 5:15 nilikaa pamoja naye usiku, na saa 5:15 nikaja nyumbani baada ya kumwaga. Asubuhi baada ya masaa machache alipokwenda Baishi Makbara aliuawa kule. Katika website ya gazeti la Dawn imeandikwa kuhusu Dr. Saheb डॉक्टर मेहदी अली कमर साहब कोई आम डॉक्टर नहीं, kwamba Dr. Mehdi Ali Saheb alikuwa si daktari wa kawaida, अवार्ड हासिल किया। bali ali katika American College of Cardiology alipata award ya Young Investigator. 2003 2004 alikuwa 2009, 2010, 2011 और 2012 mbingwa daktari mzuri wa Marekani. कार्डियोलॉजिस्ट में उनका शुमार हुआ। 2009 mpaka 2012 alikuwa miongoni wa madaktari wazuri wa Marekani. Vile vile kutoka American Medical Association alipata zawadi ya physician recognition. Aliandika, anasema kwamba katika internet niliona picha ya Dr. Saheb yenye tabasamu. Pale maneno haya aliandikwa kwamba kwa kuzingatia jukumu langu nina yakini ya kumwangalia mgonjwa vizuri ili niweze kumsaidia, जानकारी से उन्होंने ये सब निभाया। na kazi yangu ni kutimiza majukumu yangu kwa kweli na kwa bidii. Na Hazur anasema kwa kweli alitimiza majukumu yake yote hivi. मैंने अपनी इस्लाम की खतरे Kisha ताकि कल मैं ऐसे aliandika makala, anasema kwamba mimi nasikitika kwamba sikuweza kukuokoa maisha yako. Mimi kwa kuandika makala hii nimeweka maisha yangu hatarini, lakini nimesema hivi ili isije ikasemwa kwamba mimi sikutoa sauti yangu. Pakistan, Marekani, Canada na katika magazeti ya dunia nzima imepinga uwaji huu. Magazeti zaidi ya 31 imetoa gazeti ni National Post Canada, Register Canada, CBC News Canada, Global News, CNN, US Today, New York Times, Washington Post, Columbus Dispatch, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, The Express Tribune, Washington Times, District Intelligence, अखबारों में Daily Mail, BBC Urdu, Al Jazeera, Dawn na kadhalika na kadhalika. Haya ni magazeti ambamo imeandikwa kuhusu uwaji wa Dr. Saheb. Vile vile dhulma inayotendeka juu ya jumuiya, hali yake pia imeandikwa. Magazeti haya kwa kutambulisha jumuiya जिहाद के नाम पर मुस्लिमों wameandika jina la Sayyidina alayhi salatu wassalam na madai yake pia, na wameandika hii pia jumuiya hii ni jumuiya ya amani. Na vile vile magazeti mengine yameandika kazi huduma zinatolewa na jumuiya. Dr. Saheb kwa uwawa kwake pia amefungua njia za mahubiri na ametambulisha jumuiya.
wall street ni gazeti la marekani ambayo ni maarufu na inachapwa duniani. Mhariri साहिबा का तजिया पेश किया baada ya kueleza dhulma inayotendeka juu ya jumuiya शिकार है, मगर जमात अहमदिया सख्त तरीन जुल्म और सितम का शिकार है। alieleza maneno ya human rights wa pakistan अगर मसीही बिरादरी kwamba jumuiya inasumbuliwa sana huko pakistan. Magazeti ya pakistan yanatoa habari dhidi ya jumuiya ikiwa ugaidi unafanyika dhidi ya wakristo. Waziri mkuu mwenyewe anawaendea wakristo kwa ajili ya kuwapatia rambirambi, lakini hakuna anayekuja kwa ajili ya wanajumuiya wanayosimama kwa ajili ya haki ya wanajumuiya. Lakini zuri anasema Mwenyezi Mungu anasimama kwa ajili ya haki ya wanajumuiya na ataendelea kusimama kwa ajili yao. Mhariri ameandika maneno ya Dr. Senha ambaye alikuwa mwenzake Dr. Saheb. Dr. Senha alisema kwamba katika maisha yangu mimi sijawahi kumuona mtu mwenye imani zaidi kuliko Dr. Saheb. Alikuwa hana shari hata ndogo katika mwili wake. alikuwa anajua kwamba anaweza kuuawa kule Pakistan, lakini kwa sababu ya huduma ya wanadamu alikuwa akienda Pakistan. Mimi nataka hii tu kwamba watu wajue zaidi kwamba namna gani mtu mwenye hulka njema aliyeenda kwa ajili ya kutoa huduma kwa ajili ya wanadamu ameuawa huko Pakistan. Kisha imeandikwa maoni ya police inspector. Ingawa polisi walisema kwamba hawawezi kusema chochote kuhusu uwaji huu, lakini polisi moja alisema kwamba sisi tunaona viperushi vya aina hii ambamo inaandikwa kwamba watu wasije katika hospitali hii, na inaonekana kwamba Dr. Saib pia ameuawa kwa sababu ya hii. Al Jazeera pia ameandika hivi kwamba wanajumuiya wanadhulumiwa sana na wanafanya dhulma kwa sababu ya hii kwamba serikali haitawauliza hawa wadhalimu. Katika Washington Post pia habari ya uwaji wake imetolewa. Kisha kuna gazeti leitwalo डनकास्टर ईगल गजट जो कि इलाके का अखबार है। डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रहे थे। तफसीली मजमून Doncaster Eagle जिसमें मरहूम के साथ काम करने वालों के तसुरात भी दर्ज किए गए। imetolewa maoni ya madaktari wengine ambao walikuwa wanafanya kazi pamoja na Dr. Saheb. Kelly Morrison ये एक इंतहाई अफसोसनाक वक्त है और यहाँ अस्पताल ambaye ni manager wa business development akasema kwamba wakati huu ni wakati wa huzuni, na katika hospitali kila mmoja analia kwa sababu ya kuuawa kwa Dr. Saheb. Kisha mwandishi wa habari alisema hayo pia kwamba marehemu alipata zawadi ya Gordon Suari ambaye alikuwa mwanzilishi wa department 2013 kwa sababu ya huduma zake. Alipewa legendary philanthropist. निगार ने लिखा है कि मरहूम की वफात से न सिर्फ जमात अहमदिया के अफराद बल्कि कम्युनिटी का हर फर्द मुतासर हुआ है। Mwandishi amesema kwamba si jumuiya bali kila mtu ameathirika kwa sababu ya kuuawa kwa Dr. Saheb. Wagonjwa wake pia wanamsifu sana, katika magazeti wanatoa maoni yao. Columbus Dispatch imetoa interview ya mtoto wake mkubwa wa Dr. Saheb. Gazeti linasema kwamba Abdullah Ali ambaye ana umri miaka 16 alipoulizwa kwamba anaonaje kuhusu mauaji wa baba yake, anasema kwamba I am disappointed. Mwandishi alipenda sana jibu hili na alisema kwamba mtoto huyu hana hasira moyoni mwake kwa sababu ya kuuawa baba yake. Kisha gazeti liitwalo Fox 28 Columbus pia imetoa habari ya kuuawa kwake.
na imetoa interview ya mtoto wake Abdullah Ali. Katika interview amesema kwamba baba yangu alikuwa mtu mzuri sana. Nina yakini kwamba wakatili wangezungumza na baba yangu, bila shaka baba yangu angeleta mabadiliko mazuri ndani yao. Walimuua baba yangu kwa ajili ya kupatia hasara jumuiya, na mimi na yakini kwamba hawa watu hawajui kuhusu jumuiya. Hazur anasema kwamba hii ndiyo ni kweli, kwamba mashekhe wametia sumu ndani yao, hawajui kuhusu jumuiya. BBC Urdu pia imetoa habari ya kuuawa kwake, na vile vile imetoa picha ya kipeperushi kilichochapwa dhidi ya hospitali. Katika kipeperushi imeandikwa kwamba kupata matibabu katika hospitali hii ni haramu, na anayepata matibabu kutoka kwa madaktari wa Ahmadiyya anakuwa mkafiri. Ilimradi Hazur anasema kwamba marehemu aliona ufaulu mkubwa katika maisha yake, na aliendelea kutoa huduma za kwa ajili ya binadamu, na alipata mauti, kifo ambacho kimemfanya kuwa hai kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amjalie huyu ndugu yetu madaraja makubwa huko peponi, na aendelee kupandisha madaraja yake, na ampatie nafasi chini ya katika miguu ya wapendwa wake, na amlinde mke wake na watoto wake. Na matamanio mazuri na maombi alifanya kwa ajili ya watoto wake, Mwenyezi Mungu apokee maombi haya yote. Kama nimeshawahi kueleza kwamba maendeleo yetu na kupata ushindi juu ya mdui wetu, silaha kubwa ni silaha ya maombi. Lakini Mwenyezi Mungu ametuambia tunatakiwa tufanye hila pia sawa na uwezo wetu. Ndio maana baada ya tukio hili katika Rabwa, wasimamizi wanatakiwa wawe waangalifu sana. Wanatakiwa wafanye hila ya kila aina, kisha waache mambo juu ya Mwenyezi Mungu na waache matokeo juu ya Mwenyezi Mungu. Kisha kila mwenyeji wa Rabwa anatakiwa awe mwangalifu sana upande wa ulinzi. Huyu mpendwa shahidi kwa kumwaga damu yake katika ardhi ya Rabwa ametukumbusha kuhusu maombi na kufanya hila nzuri. Basi kuna haja sana ya kuzingatia jambo hili. Wanajumuiya wote wa dunia wafanye maombi kwa ajili ya wanajumuiya wa Pakistan, kwa sababu wao wanaishi katika hali ngumu sana, na hali inaendelea kuwa mbaya zaidi kule. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi. Hazur anasema kwamba sasa nchi nzima imekuwa dhulma tupu. Hivi karibuni katika mahakama mwanamke mmoja alipigwa mawe na alikufa. Kila siku watu wanauawa, na sisi hatuwezi kusema kwamba hawa watu wanauawa kwa sababu mwanajumuiya mmoja aliuawa. Na dhulma yote inayotendeka huko Pakistan inatendeka kwa jina la Mwenyezi Mungu na kwa jina la mtume, kwa jina la yule mtume ambaye alikuwa mwenye ihsani kwa ajili ya ubinadamu wote. Inafanyika kwa jina la yule ambaye ni rahmatul alamin. Basi mioyo yetu inajeruhiwa kwa sababu ya hii. Ikiwa mnataka kufanya dhulma, msifanye dhulma hii kwa jina la Mwenyezi Mungu na kwa mtume wake. Msifanye dhulma hii kwa jina la rahmatul alamin, na msifedheheshe Islam. Lakini hawa watu hawaelewi na hawajui wanaelekea wapi. Wakati kudra ya Mwenyezi Mungu itakapokuja, na lazima kudra yake itakuja, hawataonekana. Wale wanadhulumu hawatabaki, na wale wanawasaidia dhulma wao pia hawatabaki, bali wote wataangamizwa. Basi tunatakiwa tufanye maombi sana. Mwenyezi Mungu awasalimishe watu wa kawaida pia katika shari ya maulama, waweze kumtambua imamu wa zama hii.
baada ya swala ya ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu ya shahid marehemu insha allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.